Habari za sasa mtazamaji wa SQF TV na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika taarifa yetu ya habari leo ikiwa ni Novemba 7, 2025, Ijumaa nyingine. Mwisho wa wiki tunajiandaa na shamra nyingi hapo weekend. Karibu sana, uko na Mipendo Gotton ambaye nakulisha matangazo haya kupitia studio zetu zilizopo hapa ACC jijini Arusha. Kesi ya namba 26287 ya mwaka 2025 ya habeas corpus iliyofunguliwa dhidi ya mkuu wa jeshi la polisi nchini na wenzake ikitaka kufikishwa mahakamani kwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche imeahirishwa mpaka Jumatatu ya Novemba 10, 2025. Kesi hiyo ilitajwa kwa mara ya kwanza leo Novemba 7, 2025 katika Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam. Tulikutana Mahakama Kuu hapa kwa ajili ya kusikiliza maombi ya habeas corpus ambayo tuliwasilisha hapa kwa niaba ya mteja wetu ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chama Bara, Mheshimiwa John Heche ambaye anashikiliwa na Jeshi la Polisi tangia tarehe 22. Ushauri hilo limesikilizwa leo, limekuja leo, na upande wa wajibu maombi IGP pamoja na watu wengine wamefika leo na wameomba kuleta kiapo kinzani kwa maana ya kutoa majibu ili baadaye mahakama iweze kutusikiliza baina ya pande zote mbili. Kwa hiyo amri ya mahakama ni kwamba wanapaswa kuleta majibu hayo. Mwisho wa kuleta majibu ni Jumapili tarehe 9 na Jumatatu tarehe 10 saa 4:30 asubuhi tutakutana hapa Mahakama Kuu kwa ajili ya kusikiliza maombi hayo baina ya pande zote mbili. Kwa hiyo mosi, tunashukuru sisi mawakili. Mosi, nishukuru mahakama kwamba imeona udharura wa hilo jambo, sababu tumefaili jana, leo wametuita na wametoa muda wa counter affidavit angalau kwa siku hizi mbili. Nafikiri kwa sababu leo ni Ijumaa, Jumatatu tena tunakutana hapa kwa ajili ya kusikiliza. Kwa maoni yangu nafikiri ni haki kabisa, na tunashukuru mahakama kwa kuona udharura huo. La pili, ni washukuru mawakili ambao wamekuja kwa ajili ya kuonyesha solidarity na kutetea pia application hii, wakiongozwa na mzee Mpale Mpoki na mawakili wengine ambao ninao hapa, Paul Sabo, Matauka Selemani, yuko Edison Kilatu na William Kurwa Maduhu ambao wamekuja na tumekuwa nao hapa. Sasa mnaelewa jinsi scenario ilivyokuwa. Kuna wengine walikuwa nafikiri labda anaweza kapelekwa Kisutu, kwa hiyo mawakili wengine hawapo hapa kwa sababu walikuwa Kisutu wakidhani kwamba huenda Mheshimiwa Heche angepelekwa kule. Lakini feedback ya hapo ni hiyo. Waomba wa Tanzania tutakutana hapa Jumatatu. Tutakutana hapa Jumatatu saa 4:30 asubuhi kwa ajili ya kusikiliza maombi hayo ambayo tumeyafaili kwa niaba ya Mheshimiwa Heche. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amewataka wazazi kuhakikisha watoto wao wanarudi shuleni, kwani hali ya usalama mkoani humo imerejea na kila kitu kiko shwari. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kubaini kuwa mahudhurio ya wanafunzi kwenye shule za msingi na sekondari ni duni, Mtanda alisisitiza kuwa hakuna tena tatizo la usalama. Huu ni mwendelezo wa taarifa muhimu kwa umma katika mkoa wetu wa Mwanza yenye nia ya kuwahabarisha wananchi mambo mbalimbali muhimu ambayo yanaendelea. Mtakumbuka kwamba tulipitia kipindi kigumu tarehe 29 na 30 kutokana na vurugu za uchaguzi, lakini sasa hali imesharejea kuwa shwari na maisha ya wananchi yameendelea vizuri katika mkoa wetu wa Mwanza bila wasiwasi wote ule, na usalama ukiwa umerejea kwa 100%. Sasa mtakumbuka wakati ule wa tarehe 29 na 30 serikali ilitoa tangazo la kutaka watumishi na wanafunzi kutokurejea shuleni kwa sababu ya hali hiyo ambayo ilijitokeza. Kwa hiyo siku chache zijazo, yani tarehe 10 mwezi wa 11, wanafunzi wanatakiwa kufanya mtihani huo wa kitaifa, na wanafunzi wa kidato cha 4 mtihani wa kuhitimu elimu yao ya sekondari wataanza mtihani huo tarehe 17 ya mwezi wa 11. Hivyo natoa rai kwa wazazi wote ambao wanafunzi wanaosoma kuanzia elimu ya awali mpaka elimu ya sekondari kuwarudisha watoto wao shule kuanzia kesho tarehe 6 ili waendelee na masomo na waendelee kujiandaa na mitihani hiyo ya upimaji ya kidato cha pili inayoanza tarehe 10 mwezi wa 11 na mitihani ya kidato cha 4 inayoanza tarehe 17 mwezi wa 11. Walimu wamesharejea mashuleni, maafisa elimu wote wamesharejea katika kazi zao, watumishi wa umma wamesharejea, na wananchi pia huduma mbalimbali za ofisi za serikali
zimekwisha kurejea. Hali ya usalama ni 100%, kwa hivyo wawarudishe shule, wawafanyie psychological counseling ili warudi shule, na tarehe 10 waanze mtihani wa kidato cha pili, na tarehe 17 mwezi wa 11 basi tuwatakie heri vijana wa kidato cha 4 ili waweze kufanya mitihani yao vizuri, na tukiwa tuna imani kwamba watafaulu pia vizuri licha ya changamoto hii iliyotokea. Serikali watoto hawa watakaporejea shuleni, tutakaa nao, tutawafanyia psychological counseling, kuwarejeshea kujiamini kwao katika mitihani na kuwajenga kisaikolojia ili waweze kufanya vizuri. Kazi hiyo itafanyika na tuna matumaini makubwa wanafunzi wetu watarejea katika ubora wao. Tukisikia tangazo hili pia amwarifu na mwingine. Taarifa iliyotolewa na Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam imeeleza Askofu Mkuu Mhashamu Jude Ruwachi amewaalika mapadri, watawa na waumini wote kushiriki misa maalum ya kuombea wafu itakayoadhimishwa Jumatatu Novemba 10, 2025. Taarifa hiyo imeelekeza zaidi kuwa parokia zote na vituo vyote vya kanisa ndani ya Dar es Salaam vitaadhimisha misa hiyo kwa nia hiyo maalum. Aidha, Askofu Mkuu Mhashamu Jude Ruwachi ametoa wito kwa waumini wote kuendelea kusali kwa ajili ya haki na amani nchini Tanzania. Wakazi wa vijiji 4 vinavyopakana na hifadhi za misitu ya jamii ya Miombo mkoani Tabora wameanza kupatiwa hati za haki miliki za kimila bila malipo, hatua inayotarajiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa migogoro ya ardhi iliyodumu kwa muda mrefu. Hatua hiyo imekuja baada ya serikali kupitia Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi kwa kushirikiana na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania kukamilisha upangaji wa upimaji wa maeneo hayo kwa njia shirikishi kupitia mradi wa usimamizi shirikishi wa misitu ya Miombo ya Nyanda Kame Tanzania. Wakazi wa vijiji 4 vinavyopakana na hifadhi ya misitu ya jamii ya Miombo mkoani Tabora wameanza kupatiwa hati za haki miliki za kimila bila malipo, hatua inayotajwa kupunguza kwa kiasi kikubwa migogoro ya ardhi iliyodumu kwa muda mrefu. Wakizungumza kwenye kati tofauti, baadhi ya wakazi hao wamesema kwa kipindi kirefu wamekuwa wakikumbana na changamoto za kudaiwa kuvamia maeneo ya hifadhi, kushindwa kuendeleza ardhi wanazozimiliki, pamoja na hofu ya kupoteza mashamba yao kwa makosa yasiyokuwa ya kwao. Kabla hujakuwa na hati, unakuwa kwanza huna uhakika kwamba hii ni ardhi ni ya kwako aidha ya nani. Maana matumizi yote serikali kama kuifanyia pale kupachukua inaweza ikachukua. Kwa sasa nimekuwa na uhakika. Wakianza kuja lazima wafikie kwanza kwa mimi kwa kuwa nina hati. Changamoto nyingine, wafugaji wanaingia tu ovyo ovyo namna gani, lakini sasa hivi nafikiri ni silaha kubwa kuzuia wafugaji. Kwani tulikuwa kina mama tunanyanyasika, tulikuwa hatuna uwezo wa kuweza kumiliki hati. Sasa hivi tuna uwezo wa kumiliki hati na tunaweza kufanya maamuzi kama kina baba. Tunashukuru sana kupewa kipaumbele kina mama wote. Tena kingine tunaweza kupata mikopo. Kutokana na hii mikopo ya kausha damu ilikuwa inatuumiza kina mama, lakini sasa hivi tunaweza kwenda kukopa benki tukajiinua kiuchumi kutokana na hizi hati ambazo tumemilikishwa. Baada ya kuipata hii hati itatusaidia kutoa changamoto za mbalimbali, mizozo majirani na mambo mengine. Wakiwa katika zoezi hilo la kugawa hati hizo katika kijiji cha Tumaini, wilaya ya Urambo, kupitia utekelezaji wa mradi wa usimamizi shirikishi wa misitu ya Miombo ya Nyanda Kame Tanzania, mkurugenzi wa mipango ya matumizi ya ardhi, usimamizi na uratibu kutoka Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi, Jonas Masingija, anatoa taarifa ya hati unazozigawa kwenye kijiji hicho. Wananchi wapatao 333 wameweza kuandaliwa hati za haki miliki za kimila, na katika hao makundi yote yameweza kuzingatiwa, ambapo kati ya hao wanaume 212 sawa na 63.7 watapata hati, wanawake pekee 97 sawa na 29.1. Umiliki wa pamoja kwa maana ya mume na mke ni 24 sawa na 7.2. Miongoni mwa wamiliki hawa yapo makundi ya wazee, wapo wanawake, vijana, wajane na watu wenye ulemavu.
na hii tunatekeleza na kwa kuzingatia sera na miongozo iliyopo kuhakikisha kwamba kila mwananchi wa Tanzania anayo haki ya kumiliki na kutumia ardhi. Hati hizi, Mheshimiwa mgeni rasmi, zitaweza sasa kuimarisha usalama wa umiliki wa ardhi na kupunguza migogoro ya ardhi baina ya mtu na mtu, hasa katika yale mashamba, lakini katika viwanja, lakini pia kupitia uandaaji wa mipango ya matumizi ya ardhi tunaenda kutatua changamoto iliyokuwepo kati ya maeneo ya vijiji pamoja na maeneo ya hifadhi. Kwa upande wake, kamishna msaidizi mwandamizi kutoka TFS Hussein Msuya ameainisha ukubwa wa maeneo ya misitu yaliyopitiwa na mradi huo, akibainisha kuwa hatua hiyo inalenga kuongeza usimamizi endelevu wa rasilimali za misitu na kupunguza migogoro katika jamii, huku mkuu wa wilaya ya Urambo Daktari Hamisi Mkanachi akiwataka wananchi kuzitumia ardhi hizo kwa kufuata mipango iliyowekwa, kwani hati hizo ni nyenzo muhimu ya maendeleo kwa jamii husika. Mradi huu unatekelezwa katika nchi 11 pa Afrika. Kwa Tanzania mradi huu uko mkoa wa Tabora ambapo kuna wilaya ya Kaliua, Urambo na Sikonge, na mkoa wa Katavi ambapo kuna wilaya ya Mlele. Lakini hati hizi, ndugu zangu, utakapohitaji shughuli zako za maendeleo, utakapokuwa na uhitaji wa fedha, unatembea kifua mbele kabisa, unakwenda kwenye benki yoyote, zinaaminika, zinakubalika, nidhamu. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam leo Novemba 7 imewasomea mashtaka matatu ya uhaini mfanyabiashara Jennifer Jovin almaarufu kama Nifa pamoja na wenzake 21 kwa mujibu wa mashtaka aliyosomewa na wakili wa serikali mwandamizi Clement Kato mbele ya hakimu mkazi mkuu Aaron Leamuya. Kosa la kwanza ambalo linawakabili washtakiwa wote 22 ni kosa la kula njama ya pamoja na kupanga uhalifu ambao ni uhaini. Pia kosa la pili ambalo ni la uhaini linahusisha washtakiwa 21 isipokuwa mshtakiwa mmoja pekee ambaye ni Nifa, ambapo mshtakiwa walianzisha nia ya kuzuia uchaguzi mkuu 2025 na kutishia mamlaka na wakatekeleza nia hiyo kwa kufanya vurugu zilizosababisha uharibifu wa mali za umma. Aidha, kosa la tatu la uhaini pia linamhusisha mshtakiwa namba 1 pekee ambaye ni Nifa, ambapo alihamasisha watu kuvuruga uchaguzi mkuu 2025 na kuhamasisha umma kununua barakoa za kuzuia mabomu ya machozi kutoka dukani kwake. Na mtazamaji, huo ni mwisho wa taarifa habari jioni ya leo Novemba 7, 2025. Asante sana kutuchagua na kutazama SQF News kupitia YouTube channel yetu pale, lakini pia usichoke kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, mtandao wa X kuandika SQF TV, lakini pia kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandaa matangazo haya, nikutakia maandalizi mema ya Sabato, lakini pia weekend njema. Bye kwa sasa.